lakini tulianza na wanachama ambao walikuwa wazidi 80, lakini kwa sasa tuna zaidi ya wanachama 200. Kwa hiyo basi tumeweza sasa kuunganisha watu kwa pamoja. Sasa watu wanaishi kama jamii moja ndani ya Mbogwe. Lakini pia tofauti tuna hilo, tunahitaji sasa kwenda kusaidia jamii yetu. Jamii yetu ina makundi mbalimbali. Tumekuwa tukiwaunganisha katika kufanya usafi maeneo ya hospitali, vituo vya polisi, hata kuhamasisha mashuleni kwenyewe kwa swala la usafi. Lakini pia swala la upandaji miti katika swala la utunzaji mazingira. Lakini pia sisi kama Mbogwe Jogging tunaendelea tu kuisisitiza jamii yetu kuendelea kupambana. Kwa sababu ili ufanye biashara, ili ufanye kazi yako, ili uweze kufanya chochote kile unahitaji afya salama. Sasa afya salama pia inatakiwa kuangaliwa kwa upande wa mazoezi. Kwa sababu watu wengi sasa hivi kazi kubwa tunatumia mitandao ya simu, ofisini tunakaa. Bado tunahitaji kufanya mazoezi ili kuweza kuiondolea zile sumu ambazo tunakula, ili tuweze kuhakikisha kwamba yale magonjwa ambayo ni vikwazo kwenye jamii yetu katika ufanyaji kazi, basi tunaweza kuepukana nayo. Lakini pia katika swala la uchumi pia tumekuwa na vijana ambao tunawatia moyo, tunaleta wataalamu wanafundisha kuhusu ujasiriamali, utunzaji wa fedha, uendelezaji mitaji. Tumekuwa tukiyafanya hayo sio tu baada ya kukimbia. Pia tumekuwa tukiita kwenye makongamano, tunatoa elimu, tunatumia wataalamu kutoa elimu mbalimbali za ujasiriamali na vitu vingine. Pia kwa kushirikiana na ofisi yetu ya mkuu wa wilaya na mkurugenzi. Nimeambiwa leo Mbogwe Jogging tunahitimisha mwaka mzima wa mazoezi. Naomba mpigiane makofi wana Mbogwe. Lakini pia taifa hili Mbogwe sasa hivi mnaheshimika. Kupitia hotuba ya waziri mkuu, Mbogwe mlikuwa wa pili kitanzania kwa kukimbia sana. Kwa hiyo msijisikie wanyonge wana Mbogwe. Mimi acha ni kuwepo kwanza huko Dodoma, mtakuwa mnakuja, lakini DC ameniomba siku moja nao niwalete, nitawaleta. Watakuja hapa siku moja hao mabosi wa Dodoma waje wafanye mashindano. Mwenyekiti wa Jogging, nimeambiwa michezo bado inaendelea. Nimeona nichangie maji ili kusudi maji yasije yakakosekana. Katoni 50 za maji na 200 hii hapa ili muendelee na mazoezi. Hamisi Suleiman Tulinga, mimi ni mkurugenzi wa taasisi ya African Sports Uspark. Makao yake makuu ya kwamba ndugu mwandishi, kama jinsi ulivyosema, leo tunatimiza mwaka mmoja wa Mbogwe Jogging Club. Haikuwa rahisi, tulianza kiutani kwa kushirikiana na ndugu mwenyekiti ambaye ni Phineas Niwagila pamoja na katibu Afande Kasembe pamoja na uongozi wa African Sports Uspark ambaye mimi tulianza kwa kupata wazo, tukashirikishana kwa pamoja, tukaona kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kuanzisha Mbogwe Jogging Club. Na hii yote ni kwa sababu unapozungumzia Mbogwe Jogging au unapozungumzia jogging, maana yake unazungumzia mazoezi. Na unaposema mazoezi, maana yake tunajenga jamii imara. Na jamii imara tunaijengaje? Kwa sababu mazoezi yanajenga utimamu wa mwili, kwa maana ya utimamu wa mwili, utimamu wa akili, lakini pia utimamu wa kijamii kwa maana ya mahusiano. Kwa hiyo ili uweze kuwa na jamii bora ni lazima iwe na uwezo wa kufanya mazoezi, kwa maana neno mazoezi linatafasirika kwenye neno afya. Kwa maana ili uwe na afya ni lazima mwili wako uwe timamu, akili yako iwe timamu, lakini pia uweze kuwa na mahusiano mazuri na jamii. Kwa hiyo sisi Mbogwe Jogging Club kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali katika halmashauri ya wilaya ya Mbogwe kwa ujumla wake tumepokea kwa mlengo chanya kabisa. Na hadi leo tunakamilisha mwaka mmoja, haikuwa rahisi. Naamini kabisa kwa mwitikio huu, naamini baada ya mwaka wa pili, mwaka wa tatu na kuendelea, jamii ya Mbogwe itakuwa bora sana na imara sana. Tukiongozwa kama leo Mheshimiwa mkuu wa wilaya Sakina Mohamed ametuongozea hapa kuwa mgeni rasmi. Hii ni kiashiria tosha kwamba nyanja zote, idara tofauti zinashirikiana na sisi Mbogwe Jogging kuhakikisha kwamba tunafanya mazoezi kwa afya ili Mbogwe iweze kuwa imara. Lakini Mbogwe tumeitangaza sana mbali tuna jogging, lakini pia kimichezo. Wiki iliyopita tulikuwepo katika halmashauri ya wilaya ya Iramba, sisi African Sports Uspark tulienda kufanya ziara kule kwa Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Tulifanya mambo mazuri, tuliweza kuamsha ile wilaya. Kuna vipaji vingi sana. Kwa hiyo Mbogwe tunapozungumzia kuna Mbogwe Jogging, lakini pia kuna vipaji vingi sana kwa mpira wa miguu, kuna volleyball, kuna netball na michezo mingi sana.
ili kusudi tutengeneze makundi kupitia hapa, ili tuweze kuwatambua vijana ni wangapi, wanawake ni wangapi, lakini watu wengine ni wangapi, lakini kwa lengo la kuhakikisha baada ya hapo tunatengeneza fursa kwa hao vijana. Ndugu zangu, naomba niwaambie, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan tayari ameshaboresha mambo mengi kupitia michezo, lakini kwa kupitia katika wilaya yetu tunayo miradi mingi ambayo Mheshimiwa Rais kaleta fedha. Nitataka niwaambie, ndani ya miaka 4 ya Mheshimiwa Rais zaidi ya bilioni 76 zimeletwa katika wilaya yetu. Lengo ni nini? Tungekuwa na makundi yenye biashara mbalimbali, tayari tungekuwa tunawatumia vijana hao ili waweze kututengenezea vitu mbalimbali, hata ufatuaji wa matofali. Tunajua kabisa kundi hili linatoka katika Mbogwe Jogging Club. Mnanunua mashine za kutengeneza matofali, inapata fursa za fedha ili watoto wetu waendelee kupata ajira, badala ya kuwaacha watoto wetu wakadhurula na hii Mbogwe Jogging isilete maana. Mimi niombe sasa tutengeneze kikundi ambacho kitahamasisha vijana wengi kuingia kwenye kikundi hiki kwa kutumia fursa za kibiashara.